zangu wapendwa, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sote jioni hii kwa masifu ya jioni nayo yasali pamoja na mpendwa wetu Askofu Stefano Musomba wa jimbo la Bagamoyo, ambaye kesho mapenzi yake Mwenyezi hata wapa daraja la upadrisho vijana wetu wanne. Baba Musomba, karibu sana. Wapendwa mapadre, watawa wa kike na wa kiume, nanyi ndugu zangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Tarehe 3 mwezi Juni kila mwaka tunaadhimisha sherehe ya watakatifu Karoli Lwanga na wenzake wa kiadini. Hawa ni watakatifu katika mazingira yetu ya Kiafrika, kwani kuanzia mwaka wa 1885 hadi mwaka wa 1887 Wakristo wengi waliuawa kule Uganda kwa amri ya Mfalme Mwanga, ambaye alichukia dini ya Kikristo. Baadhi ya hao waliouawa walikuwa watumishi katika ikulu ya mfalme huyo aliyekuwa muuaji, na wengine wao walikuwa watumishi wake yeye mwenyewe binafsi, kama vile Karoli Lwanga na wenzake 21 wao walikuwa ni Wakatoliki waliokuwa na bidii sana juu ya imani yao, na kwa sababu walikataa kumlilia na kukubali machafu ya yule mfalme, Mfalme Mwanga aliamuru wauawe. Wapo wengine waliokufa kwa upanga na wapo wengine walikufa kwa kuchoma moto. Hii mbegu ya imani iliyopandwa miaka mingi, ambayo sasa imezaa matunda mengi. Zangu, katika somo tulilolisikia, Mwenyezi Mungu anasema, kwa kuwa wewe umezingatia agizo langu na kuwa na uvumilivu, nami pia nitakutegemeza salama wakati wa dhiki unaojia ulimwengu mzima, kuwajaribu wote wanaoishi duniani. Tena Mwenyezi Mungu anasema, naja kwako upesi. Linda ulicho nacho sasa, ili usije ukadanganywa na mtu yeyote taji yako ya ushindi. Wapendwa mashemasi wetu, kwa miaka mingi tuliweza kuvumilia na kutembea katika safari ndefu. Ndio ya wito wenu
ambayo yaliwakatisha tamaa, na wakati mwingine labda mkafikiri mkatisha safari hii, lakini kwa uvumilivu wenu naamini Mwenyezi Mungu atatenda. Kama vile Karoli Lwanga na wenzake 21 waliokuwa Wakatoliki walioshika imani yao kwa dhati, wamekuwa watumishi hodari na hata kutunukiwa utakatifu kule mbinguni wakitokea. Wapendwa washemasi wetu, tafakari kwa makini sana, hasa jioni hii kuamkia kesho, juu ya wito mnaoendea wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama wahudumu wa altare, wa kumshusha Kristo madhabahuni aweze kupeleka kwa watu wote. Hilo sio jambo dogo. Ndio maana nawaambia, tafakarini kwa makini kwa muda huu mfupi uliobaki juu ya wito wenu kuelekea katika altare ya Bwana. Yawezekana kwa miaka yote hiyo labda mlikuwa mnafikiri kweli itakuwa. Basi tafakari tena kwa masaa haya yaliyobaki, mkijua ya kuwa kwamba mnaitwa kwa ajili ya kazi maalum ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na watu wake, ili mkawe vyombo imara ya kumtangaza Kristo na huduma kwa wale waliowateua. Zangu mashemasi, kazi mnayoendea sio ndogo. Ushuhuda ni mashahidi hawa waliokuwa nasi jioni hii, wanaotamani kushuhudia ndio yenu ili ikawe ndio kweli, na hatimaye kesho Mungu ajali yake kumwambia asante Mungu kwa zawadi hii. Sisi kazi yetu ni moja, kushirikiana na baraka za Mwenyezi Mungu ili hatimaye mweze kufikia lengo lenu na lengo la kanisa. Labda kwa nafasi hii, wazazi walioweza kufika ni wakaribishe Tanga katika jimbo kuu. Labda kati yenu kuna wanaofikiri kabisa kwamba labda mwanangu Joseph Tembo au Raymond Shao au Mjata au Titus Mshami kwa usiku huu wa kuamkia kesho atasema hapana, ushindwe katika jina la Yesu. Basi ndugu zangu, mzidi kuwaombea wapendwa wetu ili hatimaye safari ndefu walioifanya Baba Musoma ili kuja kushiriki nasi, na yeye ni mwalimu. Ni juzi tu alienda akasimikwa katika jimbo jipya la Bagamoyo kama askofu wa kwanza katika jimbo jipya. Kwangu ni furaha iliyoje kwamba anakuja kutoa sakramenti ya upadre. Labda niseme nasi kanisa la Tanga
miaka zaidi ya 150. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu mwenyewe akampendeza kufanya alilofanya, japo majimbo yametimiza miaka 125, mengine yanaendelea kutimiza miaka 100, lakini jimbo lako jipya lina mwaka